Siku nyingine tena nzuri kabisa ya Jumanne ya Machi 25 mwaka 2025, miongoni mwa siku ambazo zilikuwa zinasubiriwa kwa hamu kubwa sana, hususan kwa wadau wa soka, kutokana na mchezo mzuri na mkali zaidi unaokutanisha watu wakali zaidi, Tanzania Taifa Stars dhidi ya Morocco. Lakini swala kubwa zaidi unaweza kusema ni Morocco dhidi ya Morocco. Kwa sababu gani? Timu ya taifa ya Tanzania chini ya Hemedi Suleiman Morocco, jina lake la mbele ni Morocco, afa nakumbana na Morocco. Siku ya leo mechi inapigwa Morocco. Kwa hiyo tutakuja kuangazia hapo baadaye. Karibu sana katika Viwanjani. Mimi ni Saidi Salivu Msumi. Kuna mengi sana ambayo tutaweza kuangazia katika siku hii hapa leo. Katika soka letu tutaangazia maendeleo ya kikosi cha Taifa Stars, ambapo wapo katika mji wa Oujda nchini Morocco kwa ajili ya kuwania kufuzu fainali za mwaka 2026 zitazofanyika nchi ya Marekani, Canada pamoja na Mexico. Hapo baadaye tutakwenda kuangazia kwa ujumla wake, takwimu zipoje, rekodi zetu mbalimbali katika kuelekea mechi dhidi ya Morocco. Lakini ukiachana na hayo, tutakwenda kuangazia kuhusiana na uzinduzi wa uwanja wa Airtel Stadium hapo jana katika eneo la Mtipa mkoani Singida, japo hali ya mvua kali na upepo mkali ukiweza kufanya mchezo huo kuweza kusitishwa kipindi cha pili. Ukiachana na hayo, tutakwenda kuangazia mbio za kurejea katika ligi kuu ya NBC msimu wa mwakani 2025-2026. Bado kumekuwa na vita kali sana. Mtibwa Sugar wanatamtam mabingwa mwaka 1999 pamoja na 2000 ligi kuu chini ya John Simkoko, Brother John pamoja na Ahmed Mumba. Lakini utaiacha wapi kuwazungumzia Stand United, chama la wana kutokea Shinyanga, Geita Gold, bila kuwasahau Mbeya City wanakoma kumwanya kutokea jini Mbeya. Vita imekuwa kubwa sana kutafuta nafasi ya kurejea katika ligi kuu msimu ujao. Lakini bila kusahau tutakwenda kuangazia pia vita nyingine ya CRDB Bank Federation Cup, hali ya mambo ikizidi kunoga hapo kesho, Stand United dhidi ya Giraffe Academy. Bila kusahau tutakwenda kuangazia matokeo ya barani Afrika, kanda ya Afrika kufuzu michuano ya kombe la dunia fainali za mwaka 2026. Cameroon, the Indomitable Lions, wakiapa na kuahidi kwamba watafanya vizuri ili mradi kusaka tiketi ya kuelekea katika michuano ya kombe la dunia. Lakini ukiachana na hayo, Sudan wakiomba radhi kwa shirikisho la soka Sudan Kusini kutokana na wachezaji kukaa airport kwa zaidi ya masaa 5. Kimataifa kuna mengi sana tutakwenda kuangazia. Michezo kufuzu fainali za kombe dunia kanda ya Asia, ni mchezo mtamu zaidi leo hii kati ya Saudi Arabia dhidi ya kikosi cha Japan. Kocha Herve Renard anasema kwamba hategemei uwepesi wowote katika mchezo wa leo, na miongoni mwa kitu kitamu zaidi ni kuhusiana na Saudi Arabia ushindi wao wa kombe la dunia dhidi ya Argentina Albi Celeste katika fainali zilizofanyika 2022. Where is Messi? Unakumbuka tukio hilo? Tutakuja kuangazia safari yao na yenyewe Saudi Arabia kusaka tiketi ya kuelekea kufuzu fainali za kombe dunia. Katika kuanza katika soka letu tutakuwa na wachambuzi wangu Michael Hiera, kijana kutokea Mbinga, rafiki mkubwa sana wa Rashid Hamis Don the Heavyweight Pandit, pamoja na Hamisa Abdurrahman, kocha huyu, mkufunzi huyu, ana leseni yake. Uwepo wao ni mkubwa sana. Bwana, tuko vizuri? Ya, tuko poa sana. Tunamshukuru Mungu, tumeiona tena siku nyingine na tunatarajia kuona pia mchezo wetu dhidi ya Morocco kusaka tiketi yetu ya kufuzu katika fainali za kombe la dunia. Na unatufahamu wa Tanzania jinsi tulivyo, kwa hiyo pata picha sasa, ndo tumefuzu. Mataifa yote yatatujua. Lakini umemwalika Michael Hiera, Ramadhani nakimbia hii. Hilo jambo la muhimu Saidi. Jambo la muhimu sana umezungumza katika vitu vingi ambavyo umezungumza leo hii tangu umeamka mpaka sasa hivi saa 3:05. Hilo ongea la msingi sana. Hamisa, majibu tafadhali. Hilo mpaka mwanasheria wangu ndo naweza nikarijibu. Mwaliko hamna. Ile na kipindi kaka. Mwaliko hamna. Sasa mwaliko nao kwa mwanangu Chidi. Mbona? Hakika. Kwenye hili no doubt. Unamuona? Niko nao na natamba nao. Anakuambia tukutane Msasani. Tunakutana baridi tu. Ili nipo. Unaweza kufikiria kwamba hali iliyokuwa nayo Sudan Kusini kwa wakati huu bado kuachishwa ama kuachwa airport. Asa mengi ambayo alikaa pale.
na sababu waliotoa wale Sudani bwana, sababu yao na ndogo sana ameitoa, kwamba mtu ambaye alikuwa anatakiwa kwenda kuwapokea alipitiwa na usingizi na kusikia simu wakati zinaita. Ilikuwa ni lazima wakati delegation yao ingetangulia, lakini ndo Africa is for Africans. Sawa, tutakuja kuangazia pia nafasi ya Sudan ambayo waliopo wala kufuzu kombe la dunia chini ya kocha Kwestia pia, kocha ambaye amewahi kuipeleka Ghana 2014 katika michuano ya kombe la dunia, walishia hatua ya 16 bora kabisa. Na kumbuka Kwestia pia alikuwa ni msaidizi wa Milovan Rajevic mwaka 2010 wakati Ghana anaishia hatua ya robo finali kwa kuondolewa na Uruguay. Kwa hiyo tutakuja kuangazia mechi ya leo ya Sudani Kusini na ndugu zao, maana yote ilikuwa ni jumuiya nchi moja, kabla baadaye kugawanyika, huko Salva Kiir, huko Omar al-Bashir wakaweza kuigawanya. Historia imelala kidogo kiboko kabisa. Salva Kiir akawa na Riek Machar kama makamu wake wa rais, wakati huko Omar al-Bashir alikuwa hapo ni rais. Sawa, hayo ni tuna kuangazia hapo baadaye, ndugu wawili ambao wanapambana katika kufuzu kuwania kombe la dunia finali za mwaka 2026. Lakini kwa sasa tuanzie katika soka letu. Tuanzie katika soka letu kwa kuanza kuimulika timu ya Tanzania Taifa Stars chini ya kocha Hemedi Suleiman Morocco imezidi kuweka kambi katika mji wa Oujda nchini Morocco kwa ajili ya kupambana na kikosi cha Morocco the Atlas Lion ama Simba wa Atlas katika mchezo wa kuwania kufuzu kombe dunia kwa finali za mwaka 2026. Kikosi hicho kimezidi kujiweka sawa licha ya uwepo wa baridi kali ambayo linafikia nyuzi joto 9, lakini kocha mkuu wa kikosi hicho Hemedi Suleiman Morocco anasema kwamba haiondoi hali ya kupambana kwa wachezaji na kujituma kuelekea mchezo unaopigwa leo usiku. Taarifa zaidi na angazia zaidi na mwenzetu Masud Lienye. Yangu ni kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars kikifanya mazoezi yake ya mwisho kujiandaa na mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco hapo kesho majira ya saa 3:30 za usiku kwa muda wa hapa Morocco, lakini kwa Tanzania itakuwa ni saa 6:30 usiku. Kama unavyotazama nyuma yangu, kikosi hiki kinaonekana kipo tayari kwa ajili ya mchezo huo, mchezo muhimu sana kwa timu ya taifa Tanzania, kwa sababu endapo itapata matokeo chanya hiyo kesho watajiweka vizuri katika kundi hii ambalo lipo na timu ya taifa ya Morocco ambao wanaongoza kundi wakiwa na alama 12, akifuatiwa Niger akiwa na alama 6 na timu ya taifa Tanzania wakiwa na alama 6 katika kundi lake. Hivyo ni mchezo muhimu sana kwa timu ya taifa Tanzania kupata matokeo katika mchezo huo. Mchezo huu unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Manispaa ya hapa Oujda ambao hupo kilomita 5 tu kutoka katikati ya mji huu wa Oujda na una capacity ya kuingiza watazamaji 10,000. Hivyo ni shime kwa Tanzania kuiombea timu yao ili iweze kupata matokeo mazuri. Tumepata nafasi ya kuzungumza na mchezaji mmoja mmoja. Unaona kila mchezaji ana uhitaji mchezo huo, ukizingatia timu ya taifa ya Tanzania kwa siku za karibuni imekuwa ikifanya vizuri kwenye michezo yake ya kimataifa. Nikiripoti kutoka hapa Morocco Oujda, Masudi Ramadhan Lihenye wa Azam Sports. Masudi Ramadhani Lihenye akiweza kuzungumza hivyo. Lakini katika upande mwingine, Masudi Lihenye amefanya mazungumzo na nyota wa kikosi cha Taifa Stars Faisal Salum Abdallah Faira Sufi kuelekea katika mchezo huu wa leo. Mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu wana timu nzuri, wana wachezaji wakubwa ambao wanacheza vilabu vikubwa. Kwa hiyo hata sisi tuna timu nzuri, tuna wachezaji pia wakubwa. Kwa hiyo sisi cha msingi kwenda kupambana ni kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Mnaubeba kwa uzito wa aina gani? Tunabeba kwa uzito mkubwa kwa sababu sisi tumetumwa na Watanzania. Tumetumwa na Tanzania kuja kuipambania Taifa Stars. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tutapambana kadri ya uwezo wetu kesho ili kupata matokeo. Vile vichwa vikubwa kuwa wanacheza huko haviwapi hofu yoyote? Sisi hatupi hofu. Kama mchezaji kaidi yetu kupambana, sio. Kwa hiyo tuende kuangalia majina yao, tuende kuangalia kitu chochote kile. Sisi tunakupambana ili kupata matokeo. Faisal Salum Abdallah Faira Sufi, Zanzibar Finest, akiweza kuzungumza na mwenzangu Masud Ramadhan Lihenye. Tuanze kuwatazama mchezo wenyewe. Kwanza taswira pana ya kuelekea mchezo wenyewe. Nimeona pale jana alikuwa anazungumza coach Hemedi Suleiman Morocco
kwenye kipindi chetu cha mshike mshike pale. Alikuwa anazungumzia nyuzi joto 9. Baridi ni kali kiukweli. Ni baridi kali na pengine ni mazingira tofauti na mazingira ambayo wametoka wachezaji wengi ambao wapo kwenye kikosi, kwa maana ya wale ambao wanacheza ligi kuu ya Tanzania na hata sehemu pia ambao aliweka kambi ya mwisho kabla ya kwenda kwenye mechi yenyewe. Unaweza kuona ni mazingira tofauti. Kambi ya mwisho kabla ya kwenda Morocco ilikuwa ni Tanga. So unaweza kuona Tanga ni ukanda wa pwani ambao nyuzi joto inaweza ikawa kwa wakati huu hata kama itapungua pengine haiwezi kushuka 25 24 hapo. Maana yake unaweza kuona kutoka hapo kwenye 24 25 mpaka kwenye 9 ni kipande kirefu sana ambacho nyuzi joto zitakuwa zimebadilika kwa kiasi kikubwa. Pengine utatamani kuona adaptation ya wachezaji kwenye hali ya hewa hii mpya inakuwa ni kwa haraka zaidi na wachezaji wasipate madhara yote kutokana na kile ambacho watakwenda kukutana nacho kwenye hali ya hewa, kwa sababu kwenye hali ya kiafya anasema mchezaji kuweza kuadapt hali ya hewa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hasa kwenye mazingira ambayo yanabadilisha nyuzi joto kwa namna hii, inachukua angalau siku 5 mpaka siku 5 kwa ajili ya kuweza kuadapt hiyo hali ya hewa. Lakini kwa hawa wachezaji unaweza kuona muda ambao wameutumia hapo. Pengine kwa baadhi ya wachezaji inaweza ikawa ni jambo la haraka wao kuadapt. The likes ya mtu kama Selemani ambaye yuko huko Morocco, anaweza akawa yuko familia kiasi na mazingira kwa kile ambacho anakipitia huko. Lakini unamwangalia pia mtu kama Samata, kwa mtu kama Msuva ambaye naye pia aliwahi kupita hapo japo sio kwa sasa hivi, lakini inaweza ikawa ni rahisi kwake kuweza kujua nini ambacho anaweza akawa wanaenda nacho hapo. Lakini so far unachojaribu kuombea wachezaji ni hali ya hewa isiathiri kwa namna yoyote utimamu wao kwenye afya na kuweza kupata madhara yote kiafya ambayo anaweza akafanya kupunguza kile ambacho anaweza akakitoa uwanjani kwenye mechi dhidi ya Morocco. Na kitu kizuri ni kwamba angalau sasa hivi tuna kundi kubwa la wachezaji ambao wana exposure sana na hata aina hii ya hali ya hewa, kwa sababu kuna wachezaji hapo ambao si mara yao ya kwanza kukutana na hali ya hewa ya namna hii. Juzi tu angalia kundi la wachezaji wa Simba ambao wameitwa wakati wanakwenda kucheza mchezo wao dhidi ya CS Constantine. Unakumbuka hali ya hewa jinsi ambavyo ilikuwa, kulikuwa kuna baridi kali sana, lakini wachezaji bado walifika kule na wakaweza kuadapt yale mazingira wakacheza. Utakuja kuwazungumza, angalia pia wachezaji wa Young Africans ambao wameitwa. Nakumbuka wakati wameenda kucheza mchezo wao wa finali dhidi ya USM Alger. Wakati wanafika Algeria kulikuwa kuna baridi kali sana. Na paka walipokuwa na train walikuwa kuna vikofia fulani vimzula fulani walikuwa wanavaa na makoti yale makubwa, kwa sababu ya kusaidia wanapokuwa wana train kuweza kuzalisha joto kwa urahisi zaidi, na wakiwa pia wanafanya mazoezi kawasaidia. Mwangalie mtu kama Novatus Dismas kwenye nchi ambayo anacheza huko ni katika zile kanda ambazo kuna vipindi vya baridi vinakuwa ni vingi sana. Kwa hiyo inakupa picha kwamba ni mchezaji ambaye hata hayo mazingira ya baridi ameweza kuyazoea. Ndio maana ushangai wao kutokusafiri labda muda mrefu sana, kwa sababu wana wachezaji ambao wanajua haitawachukua wao muda mrefu sana kuweza kuadapt pia mazingira jinsi ambavyo yapo, kwa sababu unajua kuna vitu viwili. Ni vizuri mchezaji aweze kufika katika yale mazingira ambayo yatakuwa moderate. Kusio kuna joto sana, kusio kuna baridi sana. Lakini mchezaji yoyote sasa hivi ukimchukua atakwambia angalau nifike katika mazingira ambayo kuna baridi kuliko mazingira ambayo kuna joto. Kwa sababu kwa kawaida joto huwa linatengeneza hali ya kuchoka. Mchezaji anaweza akafanya mazoezi kidogo, ile hali ya uchovu ikawa inamuingia kutokana pia na joto ambavyo linakuwa linapanda mwilini, tofauti na baridi. Baridi inaweza ikamuathiri mchezaji, kwa mfano kwa mechi husika. Inaweza kumuathiri kwa dakika labda 10-15 za mwanzo kwa kuweza kuingia mchezoni na kuweza angalau mwili kuweza kuregulate heat. Lakini baada ya pale inakuwa ni rahisi, kwa sababu mchezaji cha kwanza anakuwa hachoki. Yaani baada ya joto kuweza kumuingia mwilini, mwili wake kuanza kuproduce joto, inakuwa hachoki, na maana na uwezo wa kucheza mchezo kwa muda mrefu pasina kutengeneza hali ya uchovu, tofauti na yale mazingira ambayo kuna joto la hali ya juu sana compared na eneo ambalo mchezaji ametoka. Kwa hiyo kwangu bado naamini hayo ni mazingira ya kazi. Hivyo ndivyo kazi jinsi ambavyo ipo, ndio mazingira ya football. Kwa hiyo naamini watakuwa tayari wamesha adapt kulingana na hali halisi. Na hali halisi. Michael, tutazame mchezo wenyewe kwa ujumla wake.
ukizungumzia Morocco, kila mtu anaijua katika aina ya football ambayo anacheza. Mwalimu Walid Regragui anajulikana kwa kutokea Wydad mpaka Morocco, na sifa kubwa ambayo walikuwa nayo katika kombe dunia la mwaka 2022. Ingawaje mategemeo makubwa ya kufanya vizuri katika finali za AFCON 2023 hawakwenda na matarajio. Inawezekana baada ya wanatamani kurejea kile walichokifanya mwaka 2022. Unakuwa ni mchezo wa aina gani kwa ujumla wake na mapana yake? Nafikiri kwa Morocco kama taifa ambalo liliandika historia ya kwanza kuwa ni taifa la kwanza kutoka Afrika kufika kwenye hatua ya nusu finali kwenye kombe la dunia, wanatakiwa kujua kwamba wao popote ambapo watacheza kuna deni kubwa ambalo wao huwa wanatembea nalo, kwamba ilikuwaje mkafika kwenye hatua hizo kubwa kwenye michuano ya kombe la dunia katika kipindi ambacho pengine mataifa mengi kwenye attempt ambazo walikuwa wamefanya walikuwa wameshindwa kufikia hiyo level ya juu kabisa kwenye mashindano haya makubwa ya dunia. Kwa sababu unaangalia ushiriki wa mataifa ya Afrika kwenye michuano ya kombe la dunia haujaanza kwa upande wa kwao. Wao wenyewe wameshashiriki mara 6, hii ilikuwa mara 6 2022 kushiriki finali za kombe la dunia, lakini unaangalia mara 5 za nyuma walizoshiriki walikuwa wamefanya kitu cha namna gani. Unaangalia kwa mfano taifa kama la Cameroon ambao wameshiriki finali za kombe la dunia mara 8 mpaka sasa hivi, wamefanikiwa kwa kiasi gani kwenye kombe la dunia. Unaweza kuona mafanikio makubwa ni kufika hatua ya robo finali tena mwaka 1990 huko, kipindi kirefu pia ambacho kimepita. Lakini mataifa mengine pia ambayo ni makubwa, the likes ya Misri ambao wao ndo walikuwa wa kwanza kushiriki finali za kombe la dunia mwaka 1934 na ameshiriki mara 3. Baada ya hapo ameshiriki mara 2, kwa maana 1934 wakashiriki tena mara nyingine na mara nyingine, kwa maana mara 3. Nini ambacho amekifanya kwenye finali za kombe la dunia? Kwa hiyo kwa Morocco wao kile ambacho alikifanya kwa maana ya kupata haya mafanikio makubwa ya kufika kwenye hatua kubwa ya nusu finali kwenye michuano ya kombe la dunia, tafsiri yake ni kwamba walishindana pia na mataifa mengine ambayo hayatoki Afrika. Walishindana na mataifa kama ilivyo Ureno, kama unakumbuka walicheza dhidi ya Hispania, na akaonesha kwamba wanaweza kushindana against hizi top teams ambazo zipo kwenye ulimwengu wa soka kwa kipindi kirefu. Sasa unavorudi kwenye mechi za namna hii ambazo ni kampeni ya kuania tena kwenda kwenye finali ambazo ulifanya vizuri, tafsiri yake ni kwamba unalo deni la kuonesha kwamba haikuwa ni fluku kwa wewe kufanya kile ambacho ulikifanya kwenye finali za 2022. Sasa unawezaje kumaintain hiyo hali katika mazingira yote ambayo huwa yanatokea? Timu nyingi ambazo zinacheza against Morocco zinajua kwamba anacheza na moja kati ya timu ambayo ni bora zaidi kwenye ukanda wa Afrika kwa wakati huu. Tafsiri yake ni kwamba maandalizi ya kwao ambao huwa anayafanya yanatakiwa kuwa ni ya kuwazuia Morocco asifunge magoli mengi against wao kwenye mechi ambayo huwa wanacheza. Ndio maana unaangalia mechi ambazo Morocco anacheza, kuna wakati ambao wanakutana na wakati mgumu kiwanjani. Kwa mfano mechi ya mwisho ambayo Morocco amecheza ya kuania kufuzu finali za kombe la dunia 2026 amecheza dhidi ya Niger, amepata ushindi wa goli 2-1. Lakini goli la pili alikuwa analazimika kusubiria mpaka dakika zile za ziada ambazo ziliongezwa kwa maana za kufidia muda wa dakika 90 ndio akaenda akapata goli la pili la ushindi. Tafsiri yake ni kwamba tayari Niger alikuwa amejiandaa vizuri kucheza dhidi ya Morocco kwa sababu ya ukubwa ambao yeye yuko nao. Kwa hiyo unachojaribu kuangalia ni mechi ambayo kwa Taifa Stars pasi na shaka yote kwenye hali ya kawaida ya mpira miguu watakuwa wanajua ubora wa Morocco ni wa kiasi kikubwa. Hata maandalizi na mindset za wachezaji zitakuwa zinaandaa kucheza dhidi ya timu kubwa. Ulikuwa unamsikia Faisal alivyokuwa anazungumza hapa kwamba sisi tutaenda kuzungumzia au kwenda kuangalia majina ama huyu mchezaji na profile yake ipo ya namna gani, anatoka klabu gani, amefanikiwa kwa kiasi gani. Sisi tunaenda kucheza 11 against 11. Kivivyote sisi pia tutakiwa kwenda kupambana nayo. Hiyo ni hali ambayo inaweza ikawa inakupa picha kwamba kwenye akili za wachezaji tayari wenyewe mindset zao zimeshajiandaa kukabiliana dhidi ya top players ambao wanapatikana kwa upande wa Morocco. Na hilo ndilo ambalo unategemea kuliona likiwa chanya zaidi, kwamba wachezaji waende wakiwa wanajua kwamba wanacheza na watu ambao wametuzidi kwa kiasi kikubwa. Hata kujituma pia kunakuwa. Sawa, shukrani Michael. Hamisa, kiufundi Morocco ni wazuri kwenye maeneo gani ndani ya uwanja, na tuna wataraji kuona kwenye engo ipi
kiufundi leo chini ya Walid Regragui? Okay. Kwanza mwalimu Walid Regragui namuona au ninavyomuanalyze ni aina tofauti kabisa na walimu ambao wanafundisha kwenye haya mataifa ya ukanda wa kaskazini. Kwa aina yake ya uchezaji, na nafikiri pia inachagizwa na asili yake ya sehemu pia ambapo anatokea, kwa sababu pia ana asili ya Spain. Kwa hiyo hata jinsi ambavyo timu yake inacheza Morocco kidogo kuna utofauti na haya mataifa mengine. Ukiwatizama Morocco jinsi ambavyo wanacheza chini ya Walid Regragui, mara nyingi anapenda kwenda na mfumo wa 4-3-3 ama 4-2-3-1. Wakati timu yake inakuwa inafanya build up kutokea nyuma, huwa inafanya build up na mabeki wawili nyuma. Anaweza kuwa Romain Saiss ambaye ameumia pia kwa muda mrefu, hajahusishwa katika kikosi, pamoja na Yefa Gad ambaye wao anacheza wawili pale, alafu juu yao anakuwa ni Sofiane Amrabat ambao wanakuwa wanatengeneza ile triangle ambayo inakuwa ni rahisi kwa wao kutoka nyuma, depending na aina ya pressing ambayo mpinzani anaifanya. Ikiwa mpinzani ana press kutokea mbele kwenye mstari wa kwanza wa ujenzi wa mashambulizi, watabuild na watu wawili. Ikiwa mpinzani ana press na watu watatu, utamuona Sofiane Amrabat anashuka pale katikati, kwa sababu Yassine Bono si aina ya goalkeeper ambao ni wale ball playing goalkeeper. Goalkeeper ambaye comfortable na mpira mguuni, hapana. Kwa hiyo ili sasa utilize hiyo disadvantage ya goalkeeper kutokuwa hivyo, Sofiane Amrabat atashuka pale katikati, wanakuwa walinzi watatu. Maana timu ikiwa inafanya ujenzi wa mashambulizi watakuwa wanasogea juu, lakini kwa aina tofauti, kwa sababu Nosair Mazraoui kiwalisia yule ni beki wa kulia, lakini inamlazimu kucheza beki wa kushoto kutokana na ubora ambao amekuwa akionyesha Achraf Hakimi katika eneo lile. Kwa hiyo sasa wao wanapokuwa wanacheza, Achraf Hakimi, Nosair Mazraoui anatoka pembeni, anaingia kwenye eneo la katikati kuongeza idadi ya namba kwenye kiungo. Alafu utamuona Achraf Hakimi anasogea juu kabisa, pembeni kabisa, ina maana kuitanua ile block ya mpinzani pale ambapo tayari wameshauvuka mstari wa kwanza wa ujenzi wa mashambulizi. Na pia coach Walid Regragui ni aina ya makocha wachache sana wa Afrika ambao wanatumia namba 8 wawili. Namba 8 wawili inamaanisha nini? Kwenye mfumo wa 4-3-3, wale mstari wa watu watatu wa katikati unakuwa unamhusisha pia Sofiane Amrabat. Kwa hiyo yeye anakuwa anasimama chini, alafu juu yake kuna namba 8 wawili ambao mara nyingi anaweza kwa currently jinsi ambavyo ana line up kikosi chake pale, juu anakuwa Azzedine Ounahi labda na Elias bin Segira ambao wanakuwa ni kama namba 8 wawili. Kwa hiyo sasa kwa mantiki kama hiyo pembeni utakuta Abdisamad Ezazuli ambaye anacheza kama winga wa kushoto pamoja na Brahim Diaz kwenye eneo la kulia, alafu pale katikati anakuwa anasimama whether Sofiane Rahimi au Yusuf En-Nesyri. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ina maana kwamba kazini unapokuwa unasogea juu kwenye eneo la katikati, tayari wana namba ya beki mmoja ambaye ametoka pembeni amekuja hapa katikati, tayari wanakuwa wameshaweza kuli undertake ile eneo la katikati. Kwa hiyo namlazimisha mpinzani kuweza kusogea nyuma. Nikija kwenye bezi ya swali lako, ni eneo gani ambalo ukiwaangalia Morocco wako hatari zaidi? Wapo hatari katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni maeneo ya pembeni. Ukiangalia wingers wao jinsi ambavyo wanacheza, ni aina ya wingers ambao ni wazuri zaidi kwenye situation ya mmoja dhidi ya mmoja. Kwa hiyo ina maana ni lazima ili kuweza kukabiliana nao ufanye mawili kati ya moja. Winga wako bila mpira asogee karibu na beki wake wa pembeni kumsaidia, au kiungo wako wakati wa ulinzi kuna muda awe anasogea karibu kuweza kupunguza ile advantage ya mmoja dhidi ya mmoja ambao watakuwa nayo. Haya ni maeneo ya kwanza eneo la kwanza ambalo wao wako hatari zaidi. Eneo la pili ni kwenye half space. Kwa sababu hao namba 8 wawili na wazungumza Azzedine Ounahi pamoja na Elias Ben Segir, mara nyingi wanapokuwa wanamwacha Sofiane Amrabat pale kwenye eneo la katikati, wanakuwa wanasogea zaidi kwenye kuutilize ile half space, kwa sababu wingers wako pembeni. Ina maana tayari wanakuwa wameitanua block ya mpinzani, tayari beki mmoja dhidi ya winga, tayari nyuma ya mgongo wa beki kuna space ambayo inatengenezwa. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kukabiliana nao, kwa sababu ukiwa ni mlinzi yani wewe ukiwa ni Novatus Dismas inakuwa ni gumu, kwa sababu unafikiria whether ukabiliane na Elias Ben Segir ambaye unamuona pembeni yako, au ukabiliane na Nosair Mazraoui ambaye amefanya movement. Na ukumbuke ni ngumu sana kukabiliana na mchezaji ambaye anafanya movement, kwa sababu siku zote focus ya mchezaji ni kwenye mpira, utizame mpira. Sasa just imagine kwenye maeneo hayo jinsi ambavyo wapo, na unaweza ukawazuia kwenye eneo hilo, wanakuja na advantage ya tatu kwenye mipira hii ya cross. Pia wamekuwa wakifunga magoli ya aina hiyo. Mchezo dhidi ya Niger magoli mawili ambao waliyafunga
ilitokana na kupiga mpira wa cross. Kwa hiyo jaribu kuangalia ni aina gani ya timu ambayo unakutana nayo na jinsi ambavyo wanacheza kwenye eneo la katikati. Mara nyingi wanakuwa si wapigaji wapasi sana, lakini wanapiga pasi kadhaa fupi kwa ajili ya kumfungua mpinzani, then wanatuma mipira mirefu kwenye maeneo ya pembeni ambapo depending na eneo ambalo wametengeneza overload kwenye kwa wakati husika. Kwa hiyo jaribu kupata picha ni aina gani ya timu na pia aina gani ya uchezaji ambayo wako nayo. Sawa. Hamis Abdurrahmani akiweza kuiangazia kiufundi zaidi kikosi cha Morocco chini ya kocha Walid Regragui. Michael, tumemsikia hapa Hamis akifanya hiyo analysis ya kuhusiana na Morocco na uimara wao, ukitaja majina Yasin Bonu, Roman Saiss, Agad, Mazlou, Ashraf Hakimi, Soufiane Amrabat. Kiukweli miongoni mwa mchezaji ulimtaja hapa Onahi anavaa jezi namba 8. Yeah. Miongoni mwa mchezaji ambaye alikuwa nyota sana katika kombe la dunia 2022. Kiukweli kwa kiwango alichokuwa anakionyesha, lakini kwa mimi binafsi wanapenda sana wachezaji ambao wanakuwa na matenki. Soufiane Amrabat, lakini pia Soufiane Boufal. Kiukweli nikimwona Boufal ni kama vile namuonaga Rodrigo de Paul. Yaani wanapopambana ile kwamba ile kama wanajeshi pale ambaye ameingia vitani. Yes, ameingia vitani. Baada ya kuangazia Morocco, tuangazie Taifa Stars. Ubora wetu ni upi katika kuizuia Morocco ambayo Hamisa ametoka kuichambua? Kwenye ubora wa Taifa Stars, nafikiri moja kati ya vitu ambavyo vimeonekana kuwa bora kwa Taifa Stars ni jinsi ambavyo system ya timu kiuchezaji kwa mechi kadhaa ama mechi nyingi ambazo tumekuwa tukicheza kwa siku za hivi karibuni imeonekana kuwa nzuri pia kwenye the way ambavyo timu ina defend. Sasa kwenye eneo la kudefend unaweza kuona ubora na uimara wa kile ambacho Taifa Stars huwa inakifanya, na hata pia hilo linaanzia kwenye jinsi ambavyo mwalimu huwa anafanya selection ya kikosi. Ni nadra kuona kikosi cha Taifa Stars kikiwa kina namba kubwa ya wachezaji ambao wana mind za kwenda kushambulia. Unaweza kuona ni kikosi ambacho wachezaji wachache ndio ambao wanakuwa na mind za kwenda kushambulia, lakini namba kubwa ya wachezaji ambao huwa wanachaguliwa kwenye kikosi cha Taifa Stars inakuwa ni wale ambao hata kama itakuwa sio defending minded players, lakini pia na huo uwezo wa kufanya kazi kubwa pale ambapo timu inakuwa ipo nyuma ama inautafuta mpira kutoka kwa wapinzani. Ndio maana naona kwenye selection nyingi za kikosi cha Taifa Stars, kwa mfano mwalimu anaweza kaanza na viungo watatu ambao wote wana uwezo pia kupokonya mpira kutoka kwa wapinzani. Unamwangalia mtu kama Mudathir Yahya Abbas kwenye kikosi, unamwangalia mtu kama Novatus Dismas, unamwangalia mtu kama Faisal Salum, ambao wote kwenye wakati mmoja anaweza akaanza kwenye mechi ya mpira miguu. Na hapo unategemea kuona pengine kwenye kipindi ambacho timu inakuwa imeupoteza mpira, unategemea kuona lile tanki ambalo Mudathir yuko nalo, lile tanki ambalo yuko nalo mtu kama Novatus Dismas, hasa ubora wake kwenye kunusa hatari kwenye eneo la katikati mwa kiwanja. Lakini pia Novatus ni moja kati ya wachezaji ambao kwa aggressive sana. Jinsi ambavyo anaenda kukaba, unaona kile ambacho huwa anakifanya anavyoenda kukutana na wapinzani kwenye eneo la katikati mwa kiwanja. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanaweza sana kufanya kazi ya kuzuia. Kwa hiyo kwenye kukabiliana na Morocco unaweza kuona hata uchaguzi wa kikosi cha Ahmed Suleiman kinaweza kikawa pia kinabakia kuwa hivyo, kwamba wachezaji wengi ambao watakuwa wanatumika ni wale ambao wanaweza akawa wanatumika kwenye hilo eneo la kuzuia. Sio ajabu ukaona pengine katika wakati ambao maeneo pembeni akaanza let's say Shomari pamoja na Mohamed Hussein, ukamwona pia mchezaji kama Haji Mnoga akiwa ndani ya kikosi. Maana yake ni kwamba anaweza hiza akawa anatumika kama mchezaji ambaye anasaidiana na Shomari au akawa anatumika pia kwenye eneo la kiungo, kwa sababu ya kile ambacho mwalimu huwa anaweza akakitumia hasa unakabiliana dhidi ya top teams. Lakini kwenye mechi namna hii pia unaweza kuona presence ya mtu kama Kibu Dennis kwenye kikosi, kwa sababu ni mchezaji ambaye obvious atakuofa pia hiyo faida pale ambapo timu inakuwa haina mpira. Kwa nini? Kwa sababu unachotegemea kukiona kwenye mechi namna hii, kama ambavyo tumecheza mechi dhidi ya Niger, kama ambavyo tumecheza mechi dhidi ya Zambia, zilikuwa ni mechi ambazo Stars ilipata ushindi kwenye mechi hizo mbili za ugenini, lakini angalia possession ya mpira ilikuwa ni kwa nani? Ilikuwa ni kwa wapinzani ambao wenyewe walipoteza matokeo ya ushindi, lakini sisi tukayapata. Lakini muda mwingi wao wanaweza kana cheza mpira, sisi kazi yetu ikawa ni kujibu kwa kile ambacho wao huwa wanakuja nacho. Na wachezaji ambao wanatoa faida hiyo ni wale ambao wanaweza akawa najua kwamba muda huu unatakiwa kwenda kuzuia na muda huu unaweza tukaenda
kushambulia katika hali ya kushtukiza. Kwa hiyo sio ajabu kuona pengine kwenye kikosi ambacho mwalimu anaweza kaanza nacho kwenye mstari wa juu akaanza na Simon kwa sababu atategemea spidi yake, akaanza na Kibu kwa sababu atategemea ile backup ambayo anaifanya kwenye eneo la kuzuia, na kwanza na mshambuliaji mmoja ambaye anaweza akawa peke yake ndiye ahusiki kwenye kutafuta mpira pale ambapo umepotea. Sawa, tutakuja kuangazia hapo baadaye. Umeanzia hapo Michael Hiera, lakini tutakuja kuangazia possible lineups kwa Stars hapo baadaye. Lakini kwa sasa hivi tuangazie safari ya Tanzania kuwania kufuzu finali za kombe dunia 2026 katika michuano ya kombe dunia. Tanzania katika michezo ambayo tumeicheza, tulianza mchezo wa kwanza tukipata ushindi wa 1-0 dhidi ya Niger, lakini tukarejea nyumbani tukakubali kichapo cha mabao 2-0. Mechi yetu dhidi ya Eritrea ikaweza kuhairishwa ama kutoweza kufanyika kutokana na Eritrea kujitoa katika mashindano haya. Baada ya hapo tukasafiri tukaelekea Zambia katika dimba la Levi Mwanawasa, tukapambana na Zambia tukapata ushindi wa 1-0, bao la Shentembo akiweza kufunga Waziri Junior Shentembo. Na baada ya hapo Tanzania ilipaswa kucheza dhidi ya Kongo, lakini mechi hii ikaahirishwa kutokana na Kongo kuweza kufungiwa ama kusimamishwa na FIFA pamoja na CAF. Haya ni mechi za Tanzania kundi E, lakini tunakwenda kupambana na Morocco. Mwenyewe amepata matokeo ya aina gani katika michezo ya kufuzu kombe dunia? Morocco mechi yake ya kwanza ilipaswa kucheza dhidi ya Eritrea, mchezo ambao pia uliotambao kutokana na Eritrea kujiondoa. Baada ya hapo Morocco akaja Tanzania wakapata ushindi wa 2-0. Baada ya hapo Morocco akamchapa Zambia kichapo cha 2-1, kisha kumchapa Kongo kichapo cha 6-0, na kisha kumchapa Niger 2-1. Na hivyo ukitazama Morocco na alama 12 katika msimamo wa kundi mpaka hivi sasa. Japo Kongo hatocheza na wengineo, kwa hiyo naamini kuna maamuzi ambayo yatakuja kufanyika hapo baadaye. Inatupa taswira gani ya michezo ya makundi kwa timu zote mbili ndani ya kundi E, Hamisa? Inatupa picha kwamba huyu Morocco ndiye giant na amefanya kile ambacho kilitarajiwa, kwa sababu unajua wakati wanapanga haya makundi huwa wanazingatia pia na nafasi ya hizi timu kwenye zile ranks za hizi timu. Kwa hiyo Morocco ndiye ambaye alitarajiwa kufanya hivyo na yuko hapo. Yaani jaribu kuangalia aina ya matokeo ambayo yanayakusanya, inakuonyesha kwamba ni aina gani ya timu pia na wako serious kiasi gani na hii michuano, sababu ukumbuke kwenye finali zilizopita zilifanyika Qatar, Morocco ndio ilikuwa taifa la kwanza kuweza kufuzu kwenye michuano hii. Yaani kwa taifa la kwanza kwa alama ambazo waliweza kuzikusanya. Kwa hiyo sasa jaribu kuangalia na sasa hivi, angalia mchezo ambao waliucheza dhidi ya Niger, ulikuwa ni mchezo mgumu sana. Na Niger walifanikiwa, kuna eneo ambalo walifanikiwa sana kuweza kuadhibiti Morocco kwenye ule ubora wao, lakini angalia kwa quality ya mchezaji mmoja mmoja wameweza kuja kupata matokeo mwishoni. Hata kwenye mchezo ambao tulicheza nao sisi Benjamin Mkapa, tulicheza vizuri sana ule mchezo, lakini kwa quality ambayo walikuwa nayo wakaweza kutufunga. Kama utakumbuka shuti ambalo lilipiga Hakim Ziyech, goalkeeper wetu Kwesi Kawawa ingawa kuna angefanya zaidi ya pale, lakini angalia quality ambayo alikuwa nayo Hakim Ziyech, anapiga lile shuti. Ule mpira nadhani ulidunda. Yes, kuna uelekeo wakati yanajiandaa kwenda ila anticipation ya goalkeeper kuna namna fulani alichelewa, alidelay kwenye maamuzi ambayo alipaswa kuyafanya. Angefanya zaidi. Hamisa, mpira ukiwa unakuja ukidunda tu unaongeza speed. Unakuongeza speed. Yaani ipo hivi. Uliona alichotaka kufanya goalkeeper kwenye mpira wa namna ambao ukishadunda hauwezi kutaka kuukechi ule mpira. Kwa namna yoyote lazima upanguse uende pembeni. Yaani mpira ukishadunda ukitaka kuushika au nikupe mifano ya magolikipa wakubwa. Yaani kwa sababu hizo moments zinatokea mara nyingi inabadilisha speed na direction ya mpira. Yes. Nadhani hata kwenye finali ya Ramadan Cup kama Sosei kuna shuti alipigiwa kama sio Kabwili au nani. Yaani mpira ukiwa pap, yaani unataka umedunda, yaani ukiwa umehesabia unakuja hapa. Yaani kama vile mtu apige kichwa cha kudundisha. Wewe haraka wa mpira kutoka hapo mpaka hapo golikipa sana. Sasa tuendelee Hamisa. Najua ndio sehemu yako, tuendelee. Okay. Kwa hiyo hata kwenye mchezo ambao tulicheza nao sisi tulijitahidi kuzuia na kuna swali moja niliona linaulizwa sana kwamba kwa nini timu nyingi zinazocheza dhidi ya Morocco zinakaa mchezoni muda mrefu, lakini dakika za mwisho wanakuja kupoteza. Sasa hicho
ndicho kile ambacho timu nyingi zinakuwa zinakikosa. Ile tunakiita kwenye football tunakiita endurance. Yaani uwezo wako wa kuhimili ile mikiki ya mpinzani kwa dakika 90. Watu wanapaswa kufahamu kwamba kazi ya kuzuia si kazi nyepesi. Unaweza kuzuia vizuri sana, lakini ikatokea momenti moja, kwa sababu unapokuwa mnazuia ina maana mnalazimishwa zaidi kukaa katika eneo lenu. Kwa hiyo kuna muda ambao inawezekana ukafanya makosa ukapoteza. Kwa hiyo matokeo jinsi ambavyo yapo yanavyoonyesha kwenye mchezo wa leo, pointi yetu sisi ni kwenda kupata ushindi au kuchukua alama yoyote, lakini hata ikitokea tukapoteza haiwezi kawa ni kitu cha kushangaza. Ila ikitokea Tanzania kamfunga Morocco kwa matokeo ambayo yamekuwa nayo, kamfunga Zambia ambaye hata sisi kwenye ranks katuzidi, ndio inawezekana ikawa ni kitu ambacho kidogo kikashtua watu. Sawa. Na ukitazama Tanzania tumepata ushindi katika michezo ya ugenini. Hapo ni tumepata ushindi, lakini nyumbani ukifungwa na Morocco hao. Lakini ukiangazia head to head ya michezo 4 iliyopita kati ya Tanzania dhidi ya Morocco, takwimu zipoje head to head kati ya Tanzania na Morocco? Mechi ya mwisho kabisa tunakumbuka tulifungwa bao 3-0 katika finali za AFCON 2023, lakini mechi ambayo tulikutana nao hapa nyumbani katika kufuzu finali za kombe la dunia walitufunga mabao 2-0, lakini mwisho wa siku pia Morocco alichomoza na ushindi mabao 2-1 dhidi ya Tanzania, lakini pia tuliwafunga Morocco mabao 3-1. Hii ambayo tunawafunga Benjamin Mkapa. Morocco alikuja Marwan Shamak akitokea kikosi cha Arsenal, the Gunners. Nakumbuka alitoka Bordeaux akielekea Arsenal, the Gunners. Tuangazie msimamo wa kundi hii mpaka hivi sasa kwa jinsi ambavyo ulivyo. Morocco anaongoza michezo 4 akiwa na alama 12, Niger nafasi ya pili michezo 4 alama 6, Tanzania ni ya 3 michezo 3 alama 6. Tukipata ushindi leo inamaanisha kwamba tutasogea mpaka nafasi ya pili tukiwa na alama zetu 9. Naona Michael Yera kama hivi niamini vile. Sawa. Zambia anakamata nafasi ya 4 akiwa na michezo 4 alama 3, wakati Kongo wao wanakamata nafasi ya 5 michezo 3 wakiwa na alama hata 1. Wengine ambao wapo katika kundi hili ni pamoja na Eritrea ambao wenyewe walijiondoa katika mashindano haya. Msumi umezungumza hiyo mechi ambayo tuliwafunga Morocco. Nafikiri itakuwa pia ni moja ya kitu ambacho Hemedi Morocco pamoja na benchi zima la ufundi watakuwa ni moja katika footages ambazo wameonyesha wachezaji, ile watawaonyesha na wataambia hichi ndio tunachopaswa kukifanya. Sababu ukiangalia magoli yote jinsi ambavyo yalifungwa yalikuwa ni mashambulizi ya kujibu. Na ndicho ndio udhaifu wa Morocco jinsi ambavyo upo. Ni timu ambayo wakishambulia watakuwa ni idadi kubwa ya wachezaji kwenye eneo la mwisho la mpinzani. Huku nyuma wataacha, sometimes wanaacha wachezaji 3. Kwa hiyo sasa hawa kina Kibu Denis au kina Clement Mzize mna capitalize vipi haya madhaifu yao ambayo wanayo pale ambapo mnaupoka mpira? Wanapaswa pia kuangalia kitu ambacho tuliweza kukifanya katika mchezo ule. Sawa. Nakumbuka vizuri, nadhani coach alikuwa ni Kim Paulsen. Na magoli alifunga Samata Ulimwengu. Naikumbuka hiyo mechi vizuri sana. 3-1 Benjamin Mkapa. Possible lineup kwa haraka kwa kikosi cha Tanzania. Golini Ali Salim, mabeki wawili wakati Dickson Job pamoja na Ibra Baka, na mabeki wa pembeni namba 2 namba 3 Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe kwenye eneo la namba 2. Kwenye kiungo wa ulinzi wakati Novatus Dismas Miroshi, juu yake Mudathir Yahya Abbas, Faisal Salum. Huo ni mfumo wa 4 wa 3 juu. Upande wa kulia, winga wa kulia Simon Msuva, kushoto Kibu Denis Prosper, eneo la katikati Clement Francis Mzize. Kuna tofauti kwa kikosi cha Hamisa na kucha kwako? Hapana. Hivyo. Yes, inawezekana ikawa hivyo kwa sababu unaona kikosi ambacho kimebalance na aina pia mpinzani ambaye anaenda kucheza naye. Hawezi kusema labda umwanzishe Selemani Mwalimu, umwanzishe Clement Mzize, umwanzishe Msuva, umwanzishe Kibu Denis. Yaani uwe na hao wote kwenye eneo la juu plus Faisal Salum. Maana yake lazima utakuwa na watu ambao wanaweza kukupa balance nzuri, hasa jinsi ambavyo unaweza kukabiliana dhidi ya top players na wachezaji wenye quality kubwa kama Morocco ambao pia leo hii wako kwenye uwanja nyumbani. Usisahau kufuatilia matangazo haya bashara kuanzia saa 5 usiku ambapo utaweza kupata
matokeo, maelezo, uchambuzi kuelekea mechi yenyewe. Kumbuka mechi inachezwa saa 6:30 usiku. Kwa watu inawachanganya kidogo. Jamani ikimalizika kipindi cha mshike viwanjani saa 4 kamili. Saa 4 kamili. Saa 5 inawezekana labda kwa watu wanapenda kufuatilia adhikra, si ndio? Angalia pale. Ukaangalia mpaka ile 5:30 inaisha, wewe unarudi Azam Sports 1 HD. Unaanza kwanza build up ya mechi sasa. Ikifika saa 6 kamili, saa 6:30 mechi inaanza. Usije ukajua kwamba ni usiku wa Jumatano ni kesho tena saa usiku wake. Bwana kaa kwenye runinga yako bwana, ukipata tende, ukipata nini, unaangalia vizuri kabisa shughuli. Na ukiangalia mechi nyingi za hata za ligi za Morocco sasa hivi zimesogezwa kutokana pia na huu mfungo wa mwezi mtukufu, na pia tumepishana nao masaa 3. Kwa hiyo wao kwa sisi saa 6 kule kwa inakuwa ni saa 3 kama na nusu hivi. Kila la heri kwa timu ya Tanzania Taifa Stars. Tutoke hapo kwa kikosi cha Tanzania Taifa Stars, tuangazie taarifa nyingine ambapo wadau mbalimbali michezo hapa nchini wamehimizwa kuhamasika na kufanya ujenzi wa miundombinu ya michezo. Hayo ameyazungumza naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo Hamisi Mwinjuma maarufu Mwana FA wakati wa uzinduzi wa uwanja wa Airtel maarufu kifahamika kama Airtel Stadium, uwanja wa Singida Black Stars ambao umejengwa katika eneo la Mtipa mkoani Singida. Uzinduzi huo umefanyika hapo jana. Tuweze kupata taarifa zaidi. Hatimaye historia imeandikwa katika klabu ya Singida Black Stars kwa kuzindua uwanja wao wa nyumbani, uwanja wa kisasa, dimba la kisasa, uzinduzi ambao umefanywa na naibu waziri utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, huku wakisindikizwa na mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego. Na hapa waziri wa utamaduni, sanaa na michezo anawapa kongole uongozi wa Singida Black Stars kwa kuzindua uwanja wao wa nyumbani. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana wana Singida. Kumpongeza sana mbunge wa Singida kwa kuhakikisha kwamba anaomba wadau mbalimbali kuhakikisha tunakuwa na uwanja huu. Lakini hili linafuatia pia kuwa na timu nzuri ambayo ina compete kabisa, kuona kwamba inaweza kuwa bingwa siku moja katika miaka ya karibuni wa ligi ya NBC Premier League hapa nchini. Mnafanya vizuri sana kwenye upande huo. Niwaombe wana Singida, uwanja huu ni wa kwenu. Mna wajibu wa kuutunza na kuhakikisha kwenye masuala ya michezo unabaki hivi, na Singida inatajwa kuwa miongoni mwa maeneo ambayo yana sehemu bora kwa ajili ya kucheza NBC Premier League, lakini na michezo mingine mbalimbali. Eneo la kuchezea limekamilika 100%. Eneo la mashabiki kukaa tunaendelea nalo kwa nguvu kubwa, na nitumie nafasi hii kuwaomba wadhamini mbalimbali wajitokeze kutuunga mkono sisi wadau wa michezo hapa Singida Black Stars kwenye ujenzi pia wa maeneo ambayo yamesalia. Azam Sports ikapata wasaa wa kuzungumza na mashabiki wa kandanda mkoani Singida kuelezea furaha yao baada ya kuzinduliwa kwa dimba hilo. Kwa kweli nimefurahishwa na pichi jinsi ilivyotengenezwa, ili na sisi, mimi nimetoka Kiomboi mbali, kuna watu wengine wametoka Nzega, wengine wametoka Dodoma, wamekuja kuangalia mchezo huu. Kikubwa zaidi mimi nimeshukuru zaidi kuona kwamba pichi nzuri ambayo ya kimataifa yenye hadhi kubwa ambayo ipo katika mkoa wetu wa Singida, na Singida wamereheshimisha kwa sababu tunafurahia na tunashukuru kama sisi wakazi wa Singida kuwezekana kupata uwanja mzuri, uwanja ambao utakuwa na hadhi ukishamalizika. Nadhani kati ya viwanja ambao viko Tanzania, uwanja unaweza kuusimamisha kwa uwanja wa pili au wa tatu, kwa sababu uwanja ni uwanja wa kipekee, mwenyewe unajionea. Uwanja una pichi nzuri, uwanja unaruhusu, uwanja unatumika vizuri, unaonekana utakuwa ni uwanja mzuri sana. Katika uzinduzi huo ulisindikizwa na mchezo wa kirafiki ya Singida Black Stars wakikaribisha timu ya Wananchi, ambapo kulishuhudiwa mtanange mkali kati ya timu hizo mbili kabla ya mvua kuja kuharibu mambo katika dimba hilo. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Kuna sana Deus Liganga kutokea mkoani Singida. Mechi ambayo kipindi cha pili iliweza kuahirishwa, lakini mvua kali, upepo mkali, mtano wetu upepo wa kisulisuli. Kwenye mpira wanasema ile ni force measure. Yaani
kitu ambacho kipo nje ya uwezo wa kibinadamu. Yaani nyinyi hamwezi kufanya chochote. Wakina Masanza vipi? Hawa kuongea. Masanza anasema kabla ya mechi, yani kabla mechi ianze, aliyewa Singida ilikuwa shwari sana. Blue kama hii. Unajua anga lote liko la blue. Watu wa pwani kidogo. Watu wa pwani kidogo. Ukiwa una sherehe yako na jambo lako, ule mchele wanaita kuusomea. Unajua? Unachukua mchele hivi kidogo, unabeba tukampe mzee fulani au usomee. Anapiga dua. Piga dua. Sasa vipi tena? Masanza. Kwa bahari ikawaje? Lakini mbona ule kujua tumeanza. Shughuli ikawa shughulini. Young Africans walitangulia kupitia kwa Jonathan Ikangalombo. Nilipenda composure ya kwake binafsi katika goli hili hapa, Hamisa. Yes, na ukiangalia goli limetokana na high pressing ambayo Yanga walikuwa wanaifanya. Mpira aliupoka Maxim Pianzengeli katika eneo hilo. Mpira ukarudishwa ukawekwa ndani kwenye half space ile. Sasa angalia, ukimwangalia hapo jinsi ambavyo ameingia na kwa sababu ule mpira wakati umewekwa alitani hapo, jinsi ambavyo ametana alafu akaingia katikati ya defenders karibu 4. Kwa eneo ambalo amepiga huo mpira ingewezekana ule mpira ukaenda nje, kwa sababu alipiga juu kabisa kwenye zile nyavu za juu. Lakini angalia utulivu ambao alikuwa nao, ka drive ule mpira katikati akiamini kwamba nina nafasi ya kufunga, na kwa sababu nimeugadi mpira nina 100% za umiliki, kitokea nimeguswa tayari ni madhambi na utafunikwa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo alikuwa na ile composure ambayo alikuwa nayo, aka drive ule mpira akasogea ndani, anafunga aina ya goli ambalo ni goli zuri sana. Ni magoli ambayo mara nyingi sana mawinga wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni wamekuwa wakifunga magoli ya namna hii. Kwa hiyo hii ni juhudi zake ambazo amekuwa akizionyesha kwenye dakika kadhaa ambazo amekuwa akipewa, zimeanza kulipa, ingawa haiondoi uhalisia kwamba itambidi pia afanye kazi kubwa sana na pia awe na subira, kwa sababu ameikuta Young Africans katikati ya msimu, tayari walishakuwa na plani yao ya msimu mzima. Pia kwa aina ya wachezaji ambao Young Africans wanatumika, inambidi pia adapt na mazingira ya kiuchezaji, kwa sababu mwenyewe ukimwangalia ni ule winga pase ambaye anacheza zaidi kwenye maeneo ya pembeni. Lakini ukitaka kuamini kwamba kuna eneo ambalo anajifunza na ameanza angalau kidogo kuadapt na mazingira ya uchezaji ya Young Africans, yule ni winga wa kulia. Lakini angalia eneo ambalo amefungia goli kwenye eneo la katikati, na angalia pia kujitoa kwake kwenye kwa sababu pale kidogo angedelay ule mpira tayari walizo wangeuosha, lakini kuutaka ule mpira mpaka kufunga inakuonyesha kuna eneo ambalo kidogo anaanza kubadilika. Lakini kwangu ilikuwa ni goli zuri sana, na si hapo tu, kile kipindi cha kwanza tu yawezekana angefunga pia zaidi ya goli hilo kama angeweza kuongeza utulivu zaidi, lakini kwa kuanzia si mbaya kwa hicho ambacho amekionyesha jana. Goli hili hapa, hali ya hewa kidogo hapa ilileta tafurani. Kulikuwa kuna viashiria vya offside here. Kwenye angalia wakati Maruf Shakir anaopiga huo mpira, then kule juu kuna mtu pia alijihusisha na ule mpira wakati unaelekea kwenye lango, japo hakuugusa ule mpira kwa macho yangu ninavyomuona. Mpira wenyewe tu ulikuwa umebadilisha uelekeo. Sawa, kama hajaugusa, lakini yule anahesabika alikuwa offside position. Yes, alikuwa kwenye offside position, na kosa lake pia ni kujihusisha. Yaani yupo kwenye eneo la kuotea na amenufaika kwa kujihusisha na ule mpira ambao unaelekea kwenye lango. Na kumbuka pia wakati anakwenda hewani kujihusisha na ule mpira, tayari kuna movement ambazo hata mlinda mlango wa Yanga alikuwa anazikosa kupata usahihi wa kufanya visibility ya mpira, pengine kutokana na kile ambacho yeye alikuwa amekifanya kwenye ile tukio la kuingilia kwenye ule mchezo. Angalia position ya mlinda mlango, afu angalia position ya mchezaji ambaye alikuwa ananufaika na eneo la kuotea kwenye ule mpira. Ndipo ambapo nasema lilikuwa ni kosa kwake yeye kuweza kuhusika kwenye ile tukio ambalo pengine pia limpunguzia uwezekano wa kuona mpira kwa usahihi zaidi mlinda mlango wa Young Africans. Ingawaje hapa wachezaji wa Singida Black Stars wakawa wanashangilia, lakini mwamuzi pia nadhani baada ya hapo akaonyesha wachezaji watoke nje. Yaani unajua utata wa hili goli unatokana kwa sababu baada ya hiyo free kick ambayo amepiga Maruf Shakir, imepigwa mpira umeenda golini, alafu ule mpira haujachukuliwa kwenda kuweka tena katikati
ya kwa maana ya kuanzishwa upya baada ya goli kufungwa, mpira unatakiwa urudi kati, muanzishe tena upya. Sasa kabla mpira hujaenda kuwekwa katikati, wachezaji wakawa wanatoka kwenda nje kwa sababu ya ile hali ya hewa ambayo ilikuwa inatokea pale uwanjani. Kwa unaweza kuona kuna instance ambayo imetokea, ndio maana naona kuna taarifa tofauti kwamba aidha ni 1-0 au 1-1, kwa sababu goli lile baada ya kufungwa hakuna maamuzi aidha ya offside ama maamuzi kwamba refa kasema twende tukaanzisha katikati ama kitu kingine, bali baada ya mpira kuingia golini watu wametoka nje na wameondoka mazima, mechi haiendelea tena. Sawa, tuangazie uwanja wenyewe. Hamisa, najua mara nyingi nyie walimu unaofundisha soka mkiona pitch mnasema yes. Kwa watoto boli inatembea kwa sauti ya Uncle Mgunda. Ukiangalia uwanja kwa jinsi ambavyo nimeutazama ni nyasi bandia kwa ambavyo unaonekana. Lakini kwa mazingira pia ya Singida jinsi ambavyo hapo unaona angalau hiyo inaweza ikawa ni bora zaidi, kwa sababu kumekuwa kuna fungia sana za viwanja kutokana labda na ukame kule, sometimes kunakuwa maji yanakuwa ni shida. Kwa uwanja jinsi ambavyo upo, ukiangalia vipimo vyake, unajua watu pia wanapaswa kufahamu vipimo vya uwanja vipo tofauti. Na hii yani mwalimu akiwa ana-analyze timu pinzani, ili ni eneo ambalo pia huwa analizingatia sana pitch measurement, yani vipimo vya kiwanja. Ukiangalia uwanja kwa macho tu ya kawaida huonyeshi kama ni uwanja ambao ni maximum, kwa sababu nchi hii uwanja ambao tunao ambao una maximum level of measurement ni uwanja mmoja tu ambao ni uwanja wa Meja General Isamuhyo. Ule uwanja ukiangalia una range kama 120. Ndio maana ule uwanja watu wanasema uwanja mkubwa, so unakuwa unaelewa. Kwa hiyo advantage sasa ya kuwa na kucheza katika uwanja kama huu kwa timu pinzani, kwa yule timu ambaye anaingia uwanjani akiwa ni timu ya pili, kwake inakuwa ni faida, kwa sababu si uwanja ni mdogo. Kwa hiyo hata anapokuwa na organize ile mistari yake ya ulinzi, wachezaji wanakuwa hapo karibu zaidi, kwa sababu uwanja ni kadogo. Kwa hiyo hata kwa mpinzani ambaye anakuwa anashambulia zaidi, hata lile eneo la kuwa anafanya runs sana, hasa kwa mabeki wa pembeni, inakuwa ni finyu zaidi compared na uwanja ambao ukiwa angalau ni mkubwa, kwa mfano kama huo Meja General, labda Benjamin Mkapa, Meja General Isamuhyo, Benjamin Mkapa, ni vile viwanja ambavyo kama wewe ni timu ya pili uwanjani, means umeingia na plani ya kwanza kuzuia, utakuwa unazuia eneo kubwa sana la uwanja, kwa sababu hata mnapokuwa mnakaa mnajiorganize distance baina ya mchezaji mmoja mkijaribu kuipunguza, means eneo la pembeni mnaliacha likiwa wazi sana, mpinzani atalitumia. Mkijaribu kuutilize ile eneo la pembeni, msitengeneze distance kubwa, ina maana katikati ya mistari yenu mnaweza mkatengeneza mashimo ambayo wapinzani wakawa wanapiga through passes katikati yenu. Kwa hiyo kwangu nilivyoangalia uwanja, ni uwanja ambao una support pia aina yoyote ya ufundishaji wa mpira, kwa sababu unajua ukiangalia ligi yetu sasa hivi timu nyingi sana zimetoka kwenye ile mipira nginja. Sasa hivi timu nyingi zinacheza mpira, wanapasia mpira. Sasa ukishakuwa ni mwalimu ambaye unafundisha timu, unahitaji timu iweke mpira chini, basi nakuhitaji hata mazingira ambayo unafundisha mpira yawe ni mazingira rafiki, angalau hata kwa zile nyasi ziwe ni milimita 23 mpaka 30 zisizidi. Ikishakuwa milimita hizo 23 mpaka 30 ina support ya aina yoyote ya pasi, kwamba mchezaji kuna wakati atahitaji kupiga pasi fupi, itafika kwa ufupi ambao amehitaji kupiga. Akihitaji kupiga mpira mrefu itafika. Si mchezaji anajaribu kupiga mpira mfupi, inafika pasi ya ndefu, kwa sababu pia labda surface ya uwanja jinsi ambavyo ipo haisupport. Ila so far uwanja ni mzuri, na kwa kuwa wamesema wataendelea na maboresho, utategemea kuona ukiwekwa majukwaa na hii pia ni hatua tunaipiga, kwa sababu ili ligi kuitwa ligi bora haichangiwi tu labda na matokeo mazuri ambayo yanapatikana, pia na miundombinu ikiwa bora inachagiza pia ligi kuitwa ligi bora. Sawa, hayo ni kuhusiana na ujenzi wa uwanja wa Airtel ambao umezinduliwa hapo jana katika eneo la Mtipa mkoani Singida. Lakini tukitoka hapo tuangazie taarifa nyingine, ambapo kikosi cha Stand United chama la wana kesho watashuka dimbani kuwakabili Giraffe Academy katika mchezo hatua ya 16 bora kusaka kuelekea hatua ya robo finali, mchezo utakopigwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Mshindi kati yao ataungana na JKT Tanzania, Singida Black Stars pamoja na Mbeya City ambao tayari zimefuzu hatua ya robo finali katika kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup. Stand United chama la wana na turufu nyingine muhimu zaidi ya kufika hatua ya robo finali waliitoa Fountain Gate baada ya kupata sare moja kwa moja, mikwaju ya penalty ikaondoa Tanzanite kwa raha, na wao wakaelekea hatua ya robo finali. Hawakutegemea kwa watu wengi.
Inawezekana kwa sababu ya madaraja mawili ya utofauti kati ya chama la wana Stand United na Fountain Gate. Moja ni timu ya Premier League na hao wengine wako Championship. Maana yake ni kwamba kabla ya mechi unasema unaipa nafasi zaidi timu ambayo inatoka Premier League against timu ambayo inatoka kwenye daraja la chini yake, iwe ni Championship ama First League ama ligi daraja la 3 huko au sehemu nyingine ambao huwa wanapata nafasi ya kushiriki michuano hii. Lakini kwa Stand United ilikuwa ni tofauti, wakapata ushindi dhidi ya Fountain Gate, na hiyo ndio wakati mwingine nasema ni tafsiri halisi ya michuano hii ambayo ni ya mtoano. Wakati mwingine nasema hii ni michuano ambayo ni giant killing. Wakati mwingine inaweza kamua hata yule ambaye unasema ni giant kwenye mpira wa miguu, akakutana na timu ambayo iko kwenye hali ya kawaida tu, ikaenda ikacheza hiyo mechi kwa sababu ni mechi ya dakika 90. Ikaamua kwamba mechi imalizika kwa sare, mkaenda kwenye mikoja ya penalti ukapasuka na wewe ukawa umeaga mashindano. Timu ambayo ilikuwa haidhaniwi ikaendelea na mashindano. Ndicho ambacho huwa kinatokea kwenye mechi za namna hii ambazo ni za mtoano, na sio ajabu kwa kile ambacho kimetokea hasa kwenye michuano ya CRDB Bank Federation Cup ya msimu huu. Umeona jinsi ambavyo surprise za namna hizi zimetokea kwa timu nyingi. Ilianza kutokea kwa Ken Gold wakati ule anatolewa na ilikuwa ni Mabao FC, Mambali FC. Lakini baada ya hapo umeona Tanzania Prisons ametolewa na Bigman. Leo tena akamtoa Dodoma Jiji. Yaani imekuwa ni matokeo ya namna hiyo ambayo wakati mwingine anaweza akawa yamekushangaza. Ndio nature ya mashindano ya namna hii huwa yanatokea hata kwenye mataifa mengine. Hata pia mchezo kati ya Mbeya City dhidi ya City na Azam FC, unasema Azam katika wakati ambao ungesema wako kwenye kipindi kizuri na wangeweza kupata matokeo mazuri, lakini anaenda kutolewa dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo ni hali ambayo huwa inatokea. Good luck kwa Stand United kwenye mechi ambayo anaenda kucheza dhidi ya Giraffe Academy. Hii ni mechi ambayo Stand ndo anaingia kama timu ya kwanza. Yaani wao ndo wanaingia kama mataikuni kwenye hii mechi dhidi ya Giraffe FC, kwamba Giraffe Academy, kwamba nyinyi ndio mnatakiwa kuja, kama mtakuja na surprise basi mtuoneshe sisi kwamba mmetutoa kwenye mashindano. Stand United of course kitu ambacho najaribu kiona kutoka kwao ni jinsi ambavyo wanaweza kubalance mambo mawili. Kubalance kuendelea na harakati zao za kufanya vizuri kwenye Championship na kurejea ligi kuu, ama kuendelea kuweka concentration pia kwenye michuano ya CRDB Federation Cup kuona anawezaje kufika mbali. Lakini so far unasema kwa sababu ya madaraja na kile ambacho Stand amekionyesha kwa maana fomu yao, inawezekana bado fomu ya Stand United ikakupa mandate ya kusema wanaweza kufanya vizuri pia kwenye mechi ambayo wanaenda kucheza dhidi ya Giraffe Academy, na possibly wao wanaweza kawa na asilimia kubwa ya kuvuka kwenda kwenye hatua ya robo finali ya michuano hii kuliko Giraffe Academy. Kama itatokea ndio hizo surprise ambazo zimekuta pia hata wengine huko nyuma. Kwa hiyo kwenye football unaacha nafasi ya Giraffe kufanya vizuri pia kwenye mechi, lakini kwenye nafasi ya kwanza bado nampa Stand United chama la wana. Sawa. Kumbuka ni mchezo wa hatua ya 16 bora ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup kati ya Stand United chama la wana ambao watakaribisha Giraffe Academy. Tukirejea tutakuja kuangazia kuhusiana na harakati za kupanda ligi kuu ya NBC msimu 2025-26, vita ya Mtibwa Sugar wanatamtam mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 99-2000 chini ya John Simkoko, Brother John, pamoja na Ahmed Mumba. Tobias Kifaulo Ligarambwike anatamani kurejea tena ligi kuu, lakini utaisahau vipi Mbeya City wanakoma kumwanya chini ya kocha Jumu Mumbusi, Maka Mwalusi walifanya makubwa sana, lakini Stand United chama la wana utaisahau vipi? Kila mtu akienda pale Shinyanga Kambarage alikuwa hatoki mtu. Geita Gold na Nyankumbu walitupata taswira tamu sana pindi michezo ya ligi kuu ya NBC ikifanyika pale. Wote wanasaka kurejea katika ligi kuu ya NBC. Tutakuja kuangazia uchambuzi hapo baadaye. Wachambuzi wangu ni Michael Hiera pamoja na Hamisa Abdurrahman. Mimi ni Saidi Msomi. Tafadhali endelea nasi.
Tumerejea tena, asante kwa kutufuatilia ndani ya Viwanjani. Mimi ni Saidi Msume, unaweza kunipata kupitia @Van_Msume. Nipo sambamba na wachambuzi wangu Michael Hiera pamoja na Hamisa Abdurrahman, tukiweza kufanya uchambuzi wa vitu mbalimbali. Lakini kama ndo kwanza unafungulia hivi sasa unatutazama, tumeanza na soka letu tukiweza kulimulika kwa upana wake na ukubwa wake zaidi. Bado tupo hapo katika soka letu, na kwa sasa tunaangazia kuhusiana na upandaji, harakati za kupanda katika ligi kuu ya NBC, ambapo kumekuwa na vita kubwa sana Michael Hiera pamoja na Hamisa Abdurrahman kusaka kurejea ligi kuu ya NBC. Mtibwa Sugar haishi mpaka iishe kutokea Manungu. Mbeya City wanakoma kumwanya kutokea jini Mbeya, unakuja Stand United, chama la wana, haijawahi kupoa, haijawahi kuboa. Lakini bila kusahau timu mfano Geita Gold ambayo sasa ipo chini ya Mohamed Muya Nyankumbu inataka kurejea tena ndani ya ligi kuu ya NBC. Vita imekuwa ni kubwa sana, Michael Hiera. Ndio vizuri, ni jambo zuri kwa maana ya kile ambacho nakiona kwenye hizi timu kutamani kucheza level ya juu zaidi kwenye ngazi ya klabu kwa maana ya ligi kuu. Kwenye championship kuna burudani yake, lakini kila mtu anatamani kufika sehemu ya juu zaidi ambayo ni NBC Premier League. Na nafikiri hizi timu 4 ambazo umezitaja zimewahi kuonja radha ya kushiriki ligi kuu. Tena ukiangalia kwa mfano timu kama Mtibwa sio tu kushiriki ligi kuu. Umetaja hapa mara mbili kwamba amekuwa mabingwa 99 na 2000. Lakini unaangalia pia Mbeya City kile ambacho alikifanya. Kipindiko Kifaru anatamba katika redio tukiwa tunamsikia yeye anatamba mdogo. Afisa habari akikwambia Mtibwa ina watu Michael Hiera, kocha John Simkoko, brother John, Ahmed Mumba walifanya kazi ya ziada. Anatamba na kikosi chake. Kwa hiyo unaweza kuona hilo, lakini angalia Geita Gold wamewahi kupata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa wakiwa Premier League, wanajua pia burudani ambayo inapatikana huko. Stand United chama la wana, moja kati ya timu ambayo pia ilijikusanyia mashabiki wengi kwa sababu ya kuwa ni timu ambayo inawakilisha pia wale watu ambao wanapatikana kwenye mazingira hayo, wanaamini kwamba ni timu ya watu wote ambao wanaweza kaa kwenye hali ya kawaida na vitu vingine. Kwa hiyo uzuri kwamba hizi timu 4 ambazo zipo kwenye zile nafasi 4 za juu zimeshawahi tayari kushiriki ligi kuu na zinatamani kuona jinsi gani ambavyo zinaweza kurejea kwenye kilele cha mafanikio yao kwenye ngazi ya klabu. Sawa, na hapo tuanze kuangazia kwanza msimamo upoje. Inawezekana mtazamaji akawa ndo anaangazia hivi sasa msimamo wa ligi ya championship ambayo ni NBC Championship upoje kwa hivi sasa. Mtoza atatuletea hapo msimamo kwa timu ambazo zipo tunazoziangazia kutoka nafasi ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4 katika msimamo wa championship. Msimamo wetu ndo huu hapa. Mtibwa Sugar nafasi ya kwanza, michezo 24, alama 57. Lakini Mtibwa Sugar inafundishwa na kocha Awadhi Juma Manish, nyota wa zamani wa Mtibwa Sugar, Simba Sports Club, Zanzibar Heroes na timu ya taifa ya Tanzania. Mbeya City wanakoma kumwanya, wenyewe wapo nafasi ya pili, michezo 24, alama 52. Mwalimu wao alikuwa ni Salum Shaban Mayanga, alikuwa na kiongoza kikosi hicho pamoja na Patrick Mwangata. Lakini Mayanga hivi sasa ameelekea katika kikosi cha Mashujaa Football Club, wazao mapigo na mwendo. Stand United wapo nafasi ya 3, michezo 24, alama 52. Geita Gold nafasi ya 4, michezo 24, alama 48, chini ya Mohamed Muya. Sasa inayofuata hapo ni TMA, yenyewe ipo nafasi ya 5, ina michezo 24, alama 47. Unachopaswa ukifahamu ni kwamba timu ya Geita ambayo ipo nafasi ya 4 ikiwa na alama 48, kocha wake ni Mohamed Muya. Wakati TMA ambayo ipo nafasi ya 5 ipo na alama 47, tofauti ni alama moja tu, inafundishwa na Mohamed Leiza, ambaye Geita kocha wake mkuu Mohamed Muya na Leiza walikuwa ni makocha wa Fountain Gate. Muya akiwa kama kocha mkuu,
Leiza akiwa kama kocha msaidizi. Lakini sasa hivi wote wapo katika teams za championship na wanafuatana nafasi ya 4, nafasi ya 5. Ni vita ya mkubwa na mdogo. Ni vita nyingine tamu ya kuweza kila mtu ni bosi kwenye utawala wake. Kwenye utawala wake. Bosi wa Geita ni Muya, Aiza ni bosi wa TMA. Na ukitazama hapa naiona kuna vita mbili ndani yake. Vita ya kupanda moja kwa moja kwa nafasi mbili, ya kwanza na ya pili, na vita ya kucheza playoff ya 3 na ya 4 ambayo inasogea mpaka kwa ya 5 hapa, ambayo lakini na yeye ni nafasi ya 3 na ya 4. Lakini timu 3 kama hapa mstari ukikatwa ni Stendi, Geita, TMA. Mbeya Kwanza naona kama amejiondoa, ingawaje yupo. Bado yupo. Na unajua ukitizama kwangu nikiangalia naziona vita mbili kwanza. Ya kwanza ni ya Mtibwa ambaye yes kuna utofauti wa alama hapo ambao upo baina ya kwake yeye na Mbeya City na Stand United ambao wamefungana alama. Utofauti wa alama 5, lakini ukimwangalia jinsi ambavyo Mtibwa anacheza sasa hivi imekuwa ni timu ambayo imetengeneza utofauti na hizi timu zingine. Mfano rejea mchezo dhidi wanafanya sana comeback. Yes, imagine hicho mbaya kiukweli. Ipo siku itagoma. Sasa hiyo ipo siku itagoma ndio huo mara nyingi inasubiriwa, lakini ukishakuta timu ambayo ina uwezo wa kutoka nyuma, ujue kwa ligi yetu kawaida, yani timu ikishakuwa nyuma kwa magoli mawili, mpaka ukute comeback, yani mtu kafanya comeback ngumu sana. Lakini angalia mchezo dhidi ya Biashara, wametoka nyuma wakafunga magoli. Yani inakuonyesha utofauti hata sio tu wa kiwango, yani hata ile ari na motisha kwa wachezaji jinsi ambavyo ipo. Ugumu hapo ambao upo ambayo ni vita ya pili naiona ni kati ya Mbeya City na Stand United. Hapo kwa sababu kwa timu mbili za juu zitapanda fresh. Kwa nini Geita hapo umhesabu? Kwa sababu hapo ni mechi ipo la point 4. La point 4. Kwangu naiona Geita Gold kama toka imebadilisha kocha, kuna namna fulani ina kama toka Mohamed Muya ameenda pale, yani naiona kama ni timu fulani ambayo kuna namna fulani kama kuna seriousness fulani kama kidogo inakosekana, ndio maana nimeziweka, ingawa wanaweza wakafanya comeback yoyote, ila ninavyoitazama Mbeya City na Stand United, kumbuka zinatafuta timu mbili za kusogea juu, na sasa hivi kila mtu ambavyo anaona au kwenye akili za watu wengi, kila mtu anaamini Mtibwa na Mbeya City wanaweza wakapanda, lakini Stand United kwa jinsi ambavyo wenyewe pia wanacheza wanaweza wakaja na surprise ambayo ikawafanya wao wakapanda wawili. Kwa hiyo just imagine Mbeya City pressure ambayo wako nayo kwenye ile kwenye nafasi ambayo wapo, plus hao Stand United pressure ambayo wako nayo kwamba yoyote yule ambaye anaweza akashinda michezo yake ambayo anaicheza, it means kwamba kama kuna ambaye atadondosha alama hata moja, possibility ya yeye kudondoka katika hiyo nafasi hapo ni kubwa sana. Ila ninachokiona msimu huu Msumi, timu kutoka ligi kuu ambayo itacheza playoff itakuwa kwenye wakati mgumu sana, sababu just imagine performance ambazo wamekuwa nazo Stand United maybe na Geita Gold, labda wacheze playoff yao alafu mmoja asogee then anakutana labda na Tanzania Prisons kutoka ligi kuu. Jaribu kuimagine tu tofauti ambao upo. Kwa hiyo kwangu nimetoa mfano kwa sababu hapo nafasi ya playoff. Hujaona wengine wa playoff, muona Prison. Sawa, tuangazie michezo ya Mtibwa Sugar ambayo imesalia katika ligi ya Championship. Michezo yao ipoje? Mtibwa Sugar atacheza na nani, atapambana na nani? Mtibwa Sugar atakuwa nyumbani dhidi ya TMA, na baada ya hapo atakuwa nyumbani dhidi ya Mbuni. Atasafiri kuwafuata Mbeya Kwanza, atasafiri kuwafuata Bigman, atasafiri kuwafuata Transit Camp, na kisha atacheza nyumbani dhidi ya Kiluvia. Safari ya Mtibwa unaionaje? TMA imadi asogee juu, atapaswa kumfunga Mtibwa. Mtibwa imadi asalie juu zaidi, amkate maini TMA, anapaswa kushinda. Safari ya michezo hii 6 tunaipa taswira gani? Mechi 6 ambazo zina balance ya mechi za nyumbani na ugenini, kwa maana ya 3 ambazo Mtibwa atacheza akiwa kwenye uwanja wa nyumbani Manungu dhidi ya TMA, dhidi ya Mbuni, na ya mwisho dhidi ya Kiluvia na United. Lakini mechi 3 pia ambazo atakwenda kucheza kwenye viwanja vya ugenini. Nangwanda sijaona hapo. Yes, Nangwanda ataenda Ilulu kucheza dhidi ya Bigman. Lakini Transit Camp wanachezea KMC pamoja na kule Kigamboni kwenye kituo cha ufundi cha TFF. Kwa unaweza kuona hizo safari jinsi ambavyo zimekuwa ni nusu kwa nusu. Kwenye mechi ambazo anacheza, nafikiri dhidi ya TMA na Mbeya Kwanza ugumu utakuwa kwa sababu ya nafasi ambazo hizo timu pia wako nazo. Bigman wako kwenye Zuberi Katwila. Yes, Bigman dhidi ya Zuberi Katwila wamekuwa kwenye form nzuri. Yaani ukisema timu ambazo zimeonekana kuwa kwenye form nzuri kwenye second round,
ni pamoja na big man chini ya Ismail Katia. Katika alama 24 anaondoka na ngapi hapo Mtibwa? Kwa sauti ya Rashid Hamisi. Tunawapiga wote hawa. Kwa sababu ya Rashid Hamisi lakini. Lakini kwangu nafikiri kuna ugumu ambao wataupata kama ni hapo, manake mechi 6 ni alama 18. Sio? Hapo 24. Kwa hiyo katika 24 anaondoka na ngapi hapo? 18. Ni alama 24 au 18? Fanyaje? Imadi ile gap imadi zile tano. Mechi 6. Manake si ni alama 3. 3 mara 6 si ni 18 sasa. 18, yes. Kwa hiyo kwenye mechi alama 18 nafikiri wanaweza akakutana na ugumu kwa Bigman na TMA. Okay. Sawa. Tuangazie kidogo Mbeya City na yenyewe michezo yao ambayo imesalia nayo kwa wakati huu. Mbeya City mwenyewe michezo yake atacheza na nani? Mbeya City atapambana na Stand United, atapambana na Biashara, Polisi, Cosmopolitan, Green Warriors. Kiukweli hapa mimi naomba niwe mchambuzi. Mechi ngumu ya Mbeya City dhidi ya Stand United ambao wapo nyumbani. Yes. Lakini baada ya hapo naiona green light kwa Mbeya City kwa sababu anatokea Green City na hapa green light. Kwa hii michezo ambayo nimeiona hapa mimi shughuli yake ngumu itakuwa dhidi ya Stand. Dhidi ya Stand. Japo pia atashinda. Lakini michezo ilosalia mimi kama mchambuzi wa zamu katika hili naiona green light kwa Mbeya City. Tuangazie michezo ya Stand United na wenyewe waliobakia nayo kwa wakati huu. Stand United atapambana na nani? Stand United atakuwa dhidi ya Mbeya City, atakuwa na Songea United, atakuwa na Green Warriors, Cosmopolitan, Polisi, Geita. Michezo migumu atakokuwa nayo hapa ni dhidi ya Geita wa mwisho, dhidi ya Mbeya City. Lakini turufu nyingine turufu anazichanga. Namuona hivyo. Una ratiba tofauti kwa sababu yeye anacheza mechi 2 tu nyumbani. Na moja kati hizo mechi anacheza dhidi ya Geita Gold. Ambayo pengine inawezekana ni mechi ya mwisho ya maamuzi huko. Kwa sababu itakuwa ni mechi ya raundi ya 30 ya mwisho. Ambayo ndo atakuwa nyumbani na inawezekana ikawa ni mechi ambayo either ni Geita apate alama 3 au Stand apate alama 3. Yaani kila mtu alikuwa anazitaka hizo alama pengine kukamilisha hesabu zake either moja pande moja kwa moja ama kupata nafasi ya kucheza playoff. Lakini kwenye mechi nyingi ambazo anacheza anaenda kucheza ugenini, ikiwa ni pamoja na mechi ambayo anacheza dhidi ya Mbeya City ambayo obvious unategemea ugumu mkubwa kutoka kwake. Songea United ni taa inawaka na kuzima, ni kama timu ambayo inakuja afu kuna muda inapotea. Kwa bado hauwezi kusema kwamba anaweza akawa ni neno hali gani katika kipindi ambacho anaenda kukutana na Meja Mingangi. Sawa. Tuangazie Geita Gold michezo yao ambayo ipo mpaka hivi sasa. Geita watacheza na nani? Watapambana dhidi ya Cosmopolitan, watapambana dhidi ya Green Warriors, Songea United, Mbeya City, Biashara, Stand United. Geita ana Mbeya City, ana Stand. Namuona Mohamed Moya. Fikra namuona akifanyaje kama kwa sauti ya Mediali alikimwambia Toby, Toby unanielewa sijui. Ambapo kwa uchambuzi wa zamu unaonaje hapo? Nikijitahidi hawezi kutoboa. Ukiangalia michezo yake dhidi ya Cosmo unampa, Green Warriors unampa, Songea United binafsi nampa, dhidi ya Mbeya City United ipo nyumbani si yani dhidi ya Mbeya City kidogo kwa jeshi iliyopo na Mbeya City inanitatiza. Dhidi ya Biashara wana mechi ngumu lakini si waona. Lakini dhidi ya Stand mechi za kimaamuzi. Utamu wa ligi ndio hapo tutajua hali ya mambo itakuwaje. Lakini tunatamani kuviona viwanja vya Nyankumbu, tunatamani kuona Kambarage tukiweza kushuhudia tena Sokoine, tukirejea tena kwa kuweza kuangazia Purple Nation, timu ya Mbeya City wanakoma kumwanya, lakini bila kusahau wanatamtam Mtibwa Sugar. Yote ni katika vita kupanda ligi kuu ya NBC msimu 2025-26. Nani ataweza kupanda katika msimu huo? Tuweza kusubiri na kuweza kuifuatilia championship. Lakini kwa wakati huu tunaufunga ukurasa wa soka letu, na kwa wakati huu tunaelekea katika joto la Afrika.
joto la Afrika kuweza kuangazia masuala mbalimbali, lakini bado naendelea kuwa na wachambuzi wangu Michael Hiera pamoja na Hamisa Abdurrahman. Nikajua kwenye joto mtabadilishana siti. Nikajua labda siti yangu ile nimeambiwa hapa. Niko hapa.